nafanya kazi ya Mungu katika maeneo ya Mamba. Pale Mamba karibu na police station pale, ukija pale tunafanya ibada zetu mahali pale, na tunaona Bwana akifanya mambo makuu katika mji ule wa Mamba. Bwana Yesu asifiwe. Maana najua ni mji uliojaa majito. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja Paulo akaenda katika mji wa Efeso, na alipoenda katika mji wa Efeso akasema kwamba akapambana na majito kwa miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi niko katika mji wa Mamba napambana na majito, maana ni mji ambao kumejaa uchawi, kumejaa ushirikina, lakini naona Mungu akitenda maajabu katika mji ule. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja tukiwa katika mji ule tukakutana na mganga mmoja ambaye mganga yule alikuwa amejiweka uganga katika mwili wake, lakini kando na uganga wake akatuambia, mtumishi wa Mungu, nataka ukaweze kuombea jamii yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunamhubiri Mungu ambaye tunaamini ya kwamba ni Mungu anayetenda maajabu, ni Mungu anayefungua watu, ni Mungu anayeponya watu, kwa sababu tumeona akiponya watu katika mji ule wa Mamba. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna ushuhuda wa kwamba Mungu ana uwezo. Na jioni ya leo nazungumza na mtu uko kwa nyumba, unajihisi ya kwamba hausikii vizuri katika mwili wako. Kuna mwingine umefika katika viwango ya kwamba ujitie kitanzi, kama jinsi vile mimi nilifika wakati magonjwa yakawa yananisumbua, magonjwa yako yakawa nataka kuniangamisha, nikafika viwango ya kwamba nikunywe sumu niondoke katika ulimwengu. Lakini nashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku ya leo niko mbele zako. Siku ya leo nazungumza na mtu ambaye uko kwa nyumba, umefika mahali unasema ya kwamba nimekata tamaa, maana mume wako yuko karibu kukuacha, maana mume wako amekuacha, maana mke wako yuko karibu kukuacha. Nazungumza na mtu jioni ya leo, umefika mahali unasema ya kwamba niende wapi, nianzie wapi, nikimbilie wapi? Niposa Mungu ametuleta mahali hapa kwa sababu tuzungumze na mtu. Wewe uliye hapa, wewe uliye nyumbani, wewe uliye kitandani, ya kwamba tukakupe matumaini, kwa sababu tunamhubiri Mungu ambaye ni Mungu wa uponyaji. Tunamhubiri Mungu ambaye anasuluhisha matatizo katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hasa uko katika nyumba na kualika jioni ya leo, maana Mungu anaenda kuzungumza na maisha ya mtu. Mungu anaenda kuzungumza na maisha ya mzee yule. Mungu anaenda kuzungumza na maisha ya msichana ule. Maana umefika mahali umekata tamaa, umekata tamaa. Maana waume watano wamekutoroka, maana umeshita wamekutoroka, maana wanawake watano wamekutoroka. Unajiuliza nianzie wapi? Vilifanyikaje? Ilianzaje? Ni nani aliyeniroga? Wacha nikwambia kwamba kunaye Mungu. Watu wamekuchekelea, watu wanakuchekelea. Ninakwambia jioni ya leo ya kwamba tunahubiri Mungu, tunahubiri Mungu anayeleta matumaini katika historia. Mungu hajakata tamaa kumfuatilizia mwanadamu, hata ijapokuwa mwanadamu anapotenda dhambi na kuondokea njia za Mungu. Mungu yuko mbioni kutafuta mwanadamu. Maana Mungu hajachoka na wewe, maana Mungu hapendeshi. Mungu hapendi ya kwamba mtu afe kifo ambacho hamjui Mungu. Ndiposa anahifadhi mchawi ya kwamba afike mahali anaumwa na wadudu, anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba agairi amrudie Mungu. Maana Mungu hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi.
Niposa jioni ya leo tumekuja mahali hapa kuleta habari njema kwa ajili ya mtu mahali, kwa ajili ya mtu nyumbani. Uko mahali wanisikiliza jioni ya leo, ninakuletea habari njema. Kunayo sauti ya Mungu inaita mahali. Kana kufungulia Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, na tutaanza kifungu cha kwanza. Maana pale ndipo mwanguko wa mwanadamu unaanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, ati Mungu anasema, Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustani. Mwanamke akamjibu nyoka, tunaweza kula matunda ya miti iliyoko bustani, lakini Mungu alisema kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani, wala kuugusa, la sivyo mtakufa. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapokula, wakati mtakapoyala, macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mmewe aliyekuwa pamoja naye, naye akala. Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajificha. Ndipo yule mwanaume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustani jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katikati ya miti ya bustani. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Naye akajibu, nilikusikia katika bustani, nikaogopa kwa sababu nalikuwa uchi, hivyo nikajificha. Huyu ni mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu na Eva, na wakale mema ya nchi, wakaishi maisha mazuri yasiyokuwa na kifo. Lakini Biblia inasema ya kwamba nyoka alikuwa mwerevu sana kushinda wanyama wote ambao Mungu alikuwa amewaumba. Wakamwendea mwanamke, akamwambia, we mwanamke, eti Mungu amesema ya kwamba mkikula matunda ya bustani ya bustani ya Edeni eti mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kukulazimisha ya kwamba utende dhambi, lakini anakushawishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jioni ya leo nimekuja kuzungumza na mtu jioni ya leo ya kwamba Mungu anakutafuta jioni ya leo, maana najua umejificha. Upo wapi? Ni kwa nini umejificha katika mji wa Ukunda? Umejificha katika mji wa Ukunda katika maisha ya anasa na ukahaba, lakini Mungu bado anakuuliza, mwanangu, uko wapi?
Mungu anakuhitaji jioni ya leo, ya kwamba kama ungebadilisha maisha yako na kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako kuwa mwokozi wa maisha yako kuna hayatakuwa jinsi vile yalivyo. Watu wanakuchekelea kwa ajili ya maisha unaoishi katika mji wa Ukunda, maana unaishi maisha ya aibu. Yesu anakuhitaji. Yesu anahitaji maisha yako. Kijana, Yesu anakuhitaji. Kuna vijana niliokutana nao katika mji wa Ukunda waliotamba miaka za 99 huko nyuma, lakini leo hii nasikitika maana hawapo. Kuna vijana waliojigamba katika mji wa Ukunda walikuwa wanatembea na magari makubwa. Nasikitika maana hata wengi wao walikuwa chini ya umri wangu, lakini leo hawapo. Na kutangazia habari ya Yesu ambaye aliyeniona mimi wakati nilikuwa nimepotea, wakati nilikuwa nimechanganyikiwa, akabadilisha maisha yangu. Anaweza na wewe kuyabadilisha maisha yako kijana. Anaweza mama akabadilisha maisha yako. Anaweza mzee akabadilisha maisha yako. Njoo kwa Yesu jioni ya leo, maana yeye peke yake ndiye njia ya kumfikia Baba. Pasipo na Yesu Kristo hakuna mtu mwingine. Ndipo tunatangaza habari zake jioni ya leo. Uko kwa nyumba unanisikiliza, uko kazini mwako unanisikiliza, Mungu anakuuliza uko wapi? Maana umejificha kwa ushirikina na uganga, umejificha katika ukahaba. Maisha yako si mzuri, maana watu hawakuzungumzi vizuri, majirani zako hawakuzungumzi vizuri. Maana wanapokuona wako na wasiwasi, mume wao anaweza akachukuliwa. Yesu anaweza kuanzisha mwanzo mpya katika maisha yako. Anaweza badilisha maisha yako. Njoo kwa Yesu jioni ya leo. Mungu anakuuliza uko wapi? Adamu akasema ya kwamba niliposikia sauti yako tulijificha pamoja na mke wangu. Unajua mwanadamu hakuwa wakufa. Na kama wewe uamini, angalia wanyama wa msituni, maana vyakula wanavyokula ni matunda na nyasi, lakini huwezi kupata wameanguka ovyo ovyo. Wanaweza ziviwe, lakini mwanadamu anakufa kwa sababu ya maarifa aliyo nayo. Maana mwanamke aliyekula lile tunda lilikuwa la kutamanika, la kumpa maarifa. Ndiposa maarifa ya ukahaba ikaanzia pale. Ndiposa maarifa ya ushirikina ikaanzia pale. Lakini niko jioni ya leo kunena na kijana. Niko jioni ya leo kunena na mama mahali. Niko jioni ya leo kunena na mzee uliopotelea kwa Kalubu, uliopotelea kwa Mangwe, ya kwamba Mungu anaweza kurudisha nyumbani. Maana wengine wamepotea, jamii zao hawajui wako wapi. Wengine wameacha watoto, haujui mtoto wako anakula nini, haujui watoto wanalipiwa school fees vipi, kwa sababu umejificha Ukunda. Lakini Yesu anakuita jioni ya leo. Njoo kwa Yesu, ya kwamba anaweza kubadilisha maisha yako jioni ya leo. Mwanamke akasema ya kwamba alipokula yale matunda yalikuwa
itakuwa ni tunda la kutamanika na kuvutia macho. Maana katika ulimwengu kuna vitu ambavyo umejiingiza katika ushirikina, umejiingiza katika uganga, umejiingiza katika uchawi, umemaliza jamii yenu kwa sababu ya kujipatia mali. Lakini Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji. Kunayo sauti jioni ya leo ya kwamba uko wapi? Maana Mungu anataka kusemezana na wewe mara ingine tena. Maana Mungu katika historia anatafuta mwanadamu. Kwa sababu gani Mungu anamtafuta mwanadamu? Maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimpendeza Mungu, na Mungu akamuumba mwanadamu katika mfano wa Mungu. Ndipo Mungu hawezi kuangamiza mwanadamu, maana aliumba mwanadamu kwa kusudi ya kwamba mwanadamu akapate kumwabudu. Sasa Mungu anakuita. Sijui uko kwa nyumba, Mungu anakuita. Sijui kwa katika biashara zako, Mungu anakuita. Sijui umejificha wapi, maana umejificha na mke wa mtu, Mungu anakuita. Umejificha na mume wa mtu kwenye loje, Mungu anakuita. Hebu sikia sauti jioni ya leo. Nilitangulia kusema ya kwamba wale vijana tuliokuja nao katika mji wa Ukunda, wengi leo hii hawapo, wengi walienda, wengi wakaenda katika dhambi, na waliobaki wameadhiriwa. Lakini Mungu ni mwingi wa rehema, anajua maisha yako, anaweza kukurekebisha, anaweza kukubadilisha, anaweza kuanzisha mwanzo mpya katika maisha yako, na akaleta matumaini katika maisha yako, akaleta uzima katika maisha yako. Haleluya! Yesu anakupenda. Ningependa nikaweze kuomba pamoja na mtu. Uko mahali hapa jioni ya leo, unasema ya kwamba imetosha maisha ambayo imetosha vituko ambavyo nimefanya katika mji wa Ukunda, imetosha. Ninataka kuomba pamoja na mtu. Tusimame. Kama unaisikia sauti hii mahali popote ulipo, usijifiche ndugu yangu, usijifiche. Mungu anakuona. Adamu alijaribu kujificha kwenye matawi ya kwamba Mungu asimuone. Mungu akamwambia Adamu, uko wapi? Nazungumza na mtu jioni ya leo. Umejificha katika ushirikina, umejificha katika ukahaba. Hujui watoto wako wanaishi vipi, hujui watoto wako wanakula vipi. Nazungumza na wewe, nazungumza na wewe mama ambaye umetoroka jamii yako, umekuja kujificha Ukunda. Nazungumza na wewe mahali ulipo. Ningependa kuomba pamoja na mtu. Uko mahali hapa, najijua vizuri, unajua maisha yako, njoo utengeneze sawa na Mungu. Yesu anasema kwamba njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo mizito, na mimi nitawapumzisha. Kunaye anayepumzisha mizigo, maana mizigo huwezi kubeba wewe peke yako. Mizigo ya uchawi hauwezi kubeba peke yako. Mizigo ya usherati hauwezi kubeba peke yako. Mizigo ya ulevi hauwezi kubeba peke yako. Wahitaji Bwana Yesu. Ningependa kuomba na wewe. Uko mahali hapa, nasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, omba pamoja na mimi. Nyosha mkono wako juu.
Nyosha mkono wako juu. Unasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, najua maisha yangu, nazijua njia zangu. Ningependa siku ya leo nikaweze kubadilisha maisha yangu. Kama mimi alinibadilisha, wewe pia naweza kubadilisha. Wewe unayechekwa na kudharauliwa, maana watu wamekucheka, watu wamekudharau, unashindwa ukimbilie wapi? Marafiki zako wote wamekutoroka, na hata yule ulionaye sasa yuko karibu kutoroka. Kunaye rafiki wa kweli ambaye wakati wa majanga, wakati wa shida hata kuacha. Ningependa kuomba pamoja na mtu. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako niombe pamoja na wewe. Ningependa kuomba na mtu. Nyosha mkono wako. Ni wewe peke yake ndiye Mungu anataka kuzungumza na wewe. Anataka kufanya marekebisho na wewe. Anataka kuanza mwanzo mpya na wewe. Nilipookoka watu wakanichekelea. Wale tuliokuwa tunakunywa nao wakanichekelea, wakasema nimetupa mbao. Usiogope, kwa sababu ya wale mlikuwa mnatembea nao watakucheka. Kunaye Mungu anayefariji, kunaye Mungu anayeunda. Njoo nikaweze kuomba pamoja nawe. Fanya haraka, uko mahali hapa, uko mahali hapa. Asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa mama yule, nakushukuru kwa mzee yule, nakushukuru kwa kijana yule, walio manyumbani, walio biasharani, walio katika mkutano huu, waliolisikia neno lako. Mungu, naomba hili neno Mungu ikawe ni mbegu itakayowashawishi Bwana, itakayoleta mageuzi katika maisha yao. Na Baba, wanapokurudia wewe, wanapopeana maisha yao kwako Bwana, utukufu ukakurudia wewe. Asante Yesu. Uko mahali hapa, uko mgonjwa, uko mgonjwa mahali hapa, popote pale ulipo, unasikia sauti hii, wewe ni mgonjwa, unaumwa, njoo tuweze kuomba pamoja na wewe. Njoo haraka, tufanye haraka, maana tunaenda kufunga mkutano. Uko mahali hapa, wasema naumwa, wasumbuliwa na maradhi, wasumbuliwa na magonjwa, kunaye Mungu anayeponya. Njoo tukaweze kuomba pamoja na wewe. Fanya haraka. Asante Yesu. Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa watu wako, asante kwa kila mmoja Baba, walio manyumbani, walio biasharani, walio wagonjwa. Mungu, tunatangaza uponyaji wao, tunatangaza uhuru wao kila mahali walipo. Naomba ya kwamba Yesu unaenda kuwaponya, unaenda kuwafungua walioumwa na matumbo. Baba, ukawaponywe. Wanaumwa na vichwa, Mungu, naomba Baba ukawaponye. Walio Baba na maumivu katika miili zao, Baba, naomba ukawaponye kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, maana hakuna mwingine Baba anayeweza kufananishwa na wewe, wala wezaye kulinganishwa na wewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Baba, naomba na hata kuamini. Kila mmoja aseme amen. Pige Bwana Yesu makofi mazuri.